Naye shabiki mwingine aliyejitambulisha kwa jina la Mohamed, yeye amesema anaziomba mamlaka zinazohusika ambazo zipo juu ya chama cha soka cha Temeke Tefa kuingilia kati mgogoro huu ambao unaweza ukaathiri mchezo katika wilaya hii. Kwa sasa wanamichezo na mashabiki wamekuwa wakishinda nje ya geti baada ya kufungwa kwa mageti hayo kutokuruhusiwa kuingia kwa wanamichezo ama mashabiki ndani ya uwanja huo. Majina naitwa Muhammad Said. Mpira ni mchezo wa burudani, ni mchezo wa starehe siku zote. Kwa masuala ambayo yanaendelea hapa, yani ambao kwa kifupi ambao tunapata mshangao na tunapata maumivu na sisi, kwa sababu sisi tunachukua kwamba hii ni moja ya burudani. Tunafanya shughuli zetu, tunakuja hapa kwa lengo la kupata burudani, kuburudika. Sasa tunapokuja tunakuta hali kama hii, yani kwa kifupi inakuwa ni jambo ambalo linatuumiza yani. Sasa tunashangaa ni kwa nini, kwa sababu tuna viongozi ambao sisi tumewapa dhamana ya kuongoza na tunawaamini, lakini inapokuja inatokea hali kama hii, kwa kweli sisi kama wapenzi wa mpira tunakuwa hatuna imani nao. Sasa hatujui kwamba wameshindwa kuongoza au kuna tatizo nini au wanafanya vitu kwa maslahi yao, hatujui kwa kweli jambo. Lakini kwa kifupi kwamba sisi hali hii inayotokea hapa inatuumiza. Labda wewe kama mdau na shabiki wa michezo, unahisi ni kitu gani ambacho kimepelekea hadi hali hii kujitokeza? Yani haina masuala ya kupepesa macho, ni masuala ya tuseme ni uroho kwa madai, kwamba kila mmoja anavutia kwake kutokana na nini, na maslahi binafsi. Kwa sababu huu uwanja ni uwanja ambao ni wa umma, ni kitu hicho, ni chombo cha umma. Sasa unapoona kwamba kila mmoja anataka yeye kuonekana kwamba yeye ni mwamba, basi hapo kuna maslahi binafsi ambayo sio ya umma. Umeona, ndio kitu ambacho kinasumbua, kwamba kila mmoja yeye anajiona kwamba mimi na haki. Umeona bwana. Sasa tunachoshangaa kwamba sisi tuna viongozi ambao tunawapa dhamana ya kutuongoza, ina maana hili swala wameshindwa. Na maana kama vitu kama kila mmoja anavutia kwake kwamba yeye ni kwa maslahi yake yeye, sio maslahi ya mpira wa nchi hii wala sio maslahi ya wapenzi wa mpira wa nchi hii. Kwa hiyo sisi tunashangaa kwamba kila siku masuala haya tunakuja hapa na kwa kama hivi usumbufu. Yaani huu ni usumbufu. Kwa mfano sio vile tunatoka mbali. Tunajua kwamba bwana tunafanya shughuli zetu, kifika muda fulani tunakwenda sehemu fulani tunaangalia mpira burudani. Tunapokuja hapa mageti yamefungwa, kwa kweli inatusumbua jambo hili. Sasa tunaiomba serikali, kwa sababu serikali ndio ambayo tumewapa dhamana kama wa kuongoza, kwa sababu hiyo TEFA, TFF, inaonekana TFF hili swala hapa wao wana taarifa nalo siku nyingi, lakini wameshindwa mpaka sasa hivi. Kwamba kila siku inapokuja inatokea hivi, maana yake wameshindwa kuongoza. Sasa tunashindwa kuelewa tatizo liko wapi. Sasa tunaiomba serikali ije ingilie kati tusaidie jambo hili, kwa sababu kila siku inakuwa ni usumbufu. Labda kwa taarifa mlizokuwa nazo kama wadau, kunasemekana kwamba msiguano ni kati ya uongozi wa awali na uongozi uliokuwepo. Labda wewe kama mdau unafahamu nini kuhusiana na uongozi uliokuwepo, aidha uchaguzi uliofanyika? Uongozi halali ni upi? Mimi siwezi kusema uongozi halali ni upi, isipokuwa naona kwamba kuna watu ambao wamekuja. Sababu nikisema kwamba uongozi halali ni huu, itaonekana kwamba mimi kuna kitu nakitengeneza. Isipokuwa uchaguzi siku zote unakuwa huu na wakati. Ina maana kama uchaguzi umefanyika alafu kuna mzozo, basi ina maana kuna watu ambao walipewa dhamana ya kusimamia ule uchaguzi, basi wamefanya udanganyifu. Kwa sababu kama uchaguzi umekuja umewekwa kwamba bwana huyu na huyu, baadaye yakatoka matokeo alafu bado kunaonekana kuna utata, basi ina maana wale wasimamizi ndio wanatakiwa kuwajibika. Sasa siwezi kusema bwana mimi uchaguzi huu ni halali, lakini kama kabla hawa viongozi waliokuja sasa hivi wapya, maana yake tulikotoka huko tulikuwa tumetoka hakuna matatizo haya. Maana yake uongozi wa zamani uliyekuwepo ulikuwa umeongoza kwa muda ambao umeongoza, sisi hatujawahi kuona matatizo haya yanatokea, lakini haya yamekuja kutokea baada ya kuingia uongozi mpya. Ina maana ndio hii msuguano unatokea. Sasa mimi siwezi kusema kwamba bwana uongozi mpya, lakini kwa kweli
kwenye masuala ya mpira mimi naona mambo tu yaendeshe kwa mpira. Wasilete masuala mengine ambayo hayahusiani na mpira. Hilo ndio tatizo ambalo linatokea. Na sisi kama wadau unatuona tunaweza tukavumilia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, lakini haya masuala siku zote huwa yanafikia mwanzo na mwisho. Sasa tunaiomba serikali, tunauomba uongozi uache kuja kututengeneza attention tukaja tukafikia sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu tukiamini kwamba mtu fulani ndo anayetuletea usumbufu huu, basi watu wanaweza kufanya vitu ambavyo kwa kweli vikatoka nje ya mstari. Sasa jambo hili tunaomba wenye mamlaka ambao wao ni kama wasimamizi waliangalie sisi watu watandika, umeona bwana, tunasumbuka na hapa ni sehemu yetu ya burudani. Miaka mingi tuko hapa, tunakuja hapa. Sasa tunapokuwa usumbufu kama kwa kweli swala hili linatusumbua na linatutengenezea tension ambayo sio sahihi.